Salama kabisa. Hongera na umependeza sana. Shukrani. Kushiriki kwako kuja kutazama jinsi ambavyo tunzo za Samia Kalamu Awards 2025. Ni kitu gani ambacho unaondoka nacho kwenye tunzo hizi kaka Steve Nyerere? Kwa mara ya kwanza toka tumepata uhuru ndio zimepatikana tuzo hizi. Lakini pili ni tuzo za vijana na tuzo za wazee kuwapa heshima. Ndio. Nadhani ni jambo jema kwa serikali yetu kwa kuwathaminisha waandishi wa habari wa nchi yetu. Waandishi wa habari wa nchi yetu wanafanya kazi kubwa sana, lakini thamani yao kidogo ilikuwa na mushkeli. Dr. Samia ameinua thamani ya mwandishi wa Tanzania, na hili ni jambo jema na tuhakikishe tuendelee nalo, kwa sababu mwandishi ndo anayetupa taarifa, anayetupa habari. Kwa hiyo mwandishi wa habari wa Tanzania Dr. Samia amemuinua, amempa kipaumbele, na hii tuende nayo, na sisi wa Tanzania wote tuwe wazalendo kuhakikisha kalamu ya mwandishi ni kalamu bora yenye dhamana na nchi yetu. Kwa hiyo hilo nadhani ndio jambo la msingi sana la kulizingatia. Na Mheshimiwa Rais katika maneno yake amezungumzia kuhusiana na waandishi kuwa na uzalendo la kulizungumza taifa kwenye hali ya kulibeba taifa lenyewe na kuzungumza mazuri ya taifa ambayo wanafanya. Labda unapeleka ujumbe gani wewe kama raia wa Tanzania kwa waandishi wa habari ambao wamesikia vile ambavyo Mheshimiwa akiendelea kuwapongeza na kuwasihi kuwa na uzalendo ndani yao? Ni ukweli bila mwandishi hatuwezi kuwa na uzalendo ndani ya nchi hii. Nimesema mwandishi ana kalamu kubwa ya kuandika habari. Kwa hiyo waandishi ndio wanatakiwa wawe wazalendo katika taifa letu. Na ni ukweli mpaka hapa tulipofika waandishi wa habari wamefanya kazi kubwa sana ya kuwa wazalendo katika taifa hili. Nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wote wa habari wa nchi hii. Maana bila mwandishi hakuna Steve Nyerere, bila mwandishi hakuna waziri, bila mwandishi hakuna katibu yoyote, bila mwandishi ana dhamana kubwa kwenye thamani ya taifa letu. Ndio mtoa habari namba moja. Kwa hiyo tunapenda kushukuru na ninamshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kutambua thamani ya mwandishi kwa mara ya kwanza kwa taifa letu. Lakini jambo kubwa la zaidi tunataka kuwashukuru na wadau wote waliojitokeza, waandaaji na wale waliotumika kwa namna moja ama nyingine kuhamasisha shughuli hii. Imekuwa shughuli imefana na ina nafasi kubwa kwa mwandishi wa Tanzania. Niwaombe waandishi wa habari wa nchi hii, na niwaombe sana, tunakwenda kwenye uchaguzi. Dhamana yetu ni moja tu, amani, utulivu. Tuilinde amani yetu. Mwandishi naye ni raia wa Tanzania anayekaa katika taifa la Tanzania. Basi ni muda wetu sasa wa kuhakikisha mwandishi wa habari analinda amani na utulivu. Mwandishi wa habari ni askari kivuli, mwandishi wa habari ni mpenda amani, na mwandishi wa habari ndio atakayetupeleka tukapata maoni makubwa ambayo Watanzania wanayataka kupitia wao. Na tunaelekea kwenye uchaguzi na amesisitiza amani na kutumia kalamu vizuri ili kulifanya taifa likakaa kwenye amani na utulivu kama ilivyo. Labda neno lako tena jingine kwa Watanzania, lakini pia neno lako jingine kwa waandishi na kile ambacho unakiamini wewe kwenye taifa la Tanzania. Neno langu la mwisho tu, nchi hii ni yetu sote. Tuende nayo, tuishi nayo, tunywe nayo, tule nayo. Na bahati nzuri hapa nimeona wahamasishaji. Hawa walikuwa wanahamasisha tamasha hili. Na nadhani unamuona hapa kuna Masanja, kuna Dora, kuna Shaboko. Dora, neno lako ni lipi mbele ya kiongozi wako Steve Nyerere? Aseme. Neno la nini? Neno la siku ya leo baada ya kutazama tuzo za waandishi wa habari. Mimi nadhani leo inadhihirisha kwamba nyinyi mnafanya kazi kubwa, na ni kweli mnafanya kazi kubwa, lakini neno la rais ni neno moja tu. Mnachokiandika ndicho sisi tunakichukua wananchi. Kwa hiyo kila kitu tunachokifanya hakikisheni ni kwa ajili ya uzalendo wa nchi yetu. Nimemwona Queen Masanja akipromoti kwa namna moja au nyingine, na umefanya kazi kubwa na watu wengi wamekupongeza kwa kitu kikubwa ambacho umekifanya Queen Masanja. Neno lako ni lipi baada ya kushiriki kwa moja kwenye tuzo hizi za waandishi wa habari? Labda uweke neno hapo. Ninachoamini kiongozi wangu ameshamaliza kila kitu. Sababu sisi tunaongozwa na Steve hapa. Umekuwa mwanamke mpambanaji, mwanamke mwenye ubunifu mwingi na umeweza kufanikisha hili. Mimi sikuharibu boss. Huyo ni Masanja akazungumza. Ashaboko naye anasema kitu hapa. Yaani na mimi mwenyewe sitaki kuharibu sababu huyu namtegemea sana. Yaani ameongea yeye, yani alipingiki. Steve alipo, Ashaboko yupo. Yaani kabisa, yani huyo ndo mwekezaji wangu wa Dar es Salaam. Yaani bila huyo mimi sinenepi. Huyo ni Ashaboko. Ngoja tumalizane na Steve Nyerere, labda kama ana neno la kumalizia kuhusiana na hiki ambacho kimeendelea hapa Superdome Masaki. Sina cha kumalizia zaidi, utulivu wetu, amani yetu, utulivu wetu. Kijana wa Kitanzania mwenye uzalendo ndani ya nchi yake, Steve Nyerere amezungumza. Mimi ni nani? Naitwa Gabi Mtanzania kutoka Global TV. Nyuma kamera Zakaria, Master Gamondi, people niko na Gadizo. Asante. Dataflow inakuletea
Uhuru wa kukamilisha chochote na intaneti ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo. Utakuwa na intaneti ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.